Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Kwa majina naitwa Rashida Rashid Rajab, ni mwalimu na mkuu wa idara katika taasisi ya lugha na tamaduni ya Kichina iliyopo Chuo Kikuu cha Dodoma, ambapo pale tunahusika kufundisha lugha pamoja na tamaduni zilizopo nchini China. Kwa wiki hii nzima tulikuwa hapa katika wiki ya kuadhimisha utafiti pamoja na uvumbuzi. Kwa hiyo ni wiki ya utafiti na uvumbuzi katika Chuo Kikuu cha Dodoma. Kitu cha kitofauti. Yes, tunapojua tamaduni zinatofautiana kutoka sehemu na sehemu. Kwa hiyo obviously tutakuwa na tofauti kati ya tamaduni za Kichina pamoja na tamaduni za Kiafrika. Kwa hiyo tofauti huko mkubwa sana katika aspect mbalimbali. Kwa hiyo hapa leo tumekuja kuonesha huo tofauti pamoja na ubunifu uliofanywa na wanafunzi wetu katika unaofanyika katika tamaduni za Kichina. Tumekuja kuzionyesha tofauti kubwa ninayoweza kuisema, tofauti kubwa ambayo maybe inaweza kujulikana sana tuseme kwenye utamaduni wao, ambapo kwenye kipengele cha chakula. Sisi mara nyingi watu wengi wanatumia vijiko, ndio? Yes, wanatumia vijiko, wengine wanatumia mikono, lakini Wachina tamaduni yao wanatumia chopsticks. Nadhani wote tunazijua. Chopsticks kwa Kichina zinaitwa kuaisi, zinakuwa ni mbao mbili. Either kwa kule wanakuwa ni zinaweza zikao kwa mbao ama chuma, lakini zinakuwa ni fimbo mbili ambazo wanakuwa wanatumia katika matumizi yao kila siku. Nimehao. Jina langu naitwa Nobet Kilila Steven. Pia ni naibu gavana wa taasisi ya lugha na tamaduni za Kichina. Wachina wenyewe wanasema konjishwe yueni. Hivyo basi mnapoona mbele yenu nimebeba hii mask. Hii maski Wachina wanaita yempu au kwa kimombo wanasema Chinese mask. Hii maski, kila mask kuna maski tofauti tofauti. Kuna maski ya rangi ya kijani, nyeusi, nyeupe, nyekundu. Lakini kama tunavyoona kwenye hii maski kuna rangi nyingi kama unavyoona hapa. Lakini rangi iliyotawala kwa upana zaidi ni rangi nyekundu. Je, rangi nyekundu kwa Wachina inasadifu nini au inamaanisha nini? Kama tunavyoona hapa, hii rangi nyekundu inamaanisha furaha, ambayo Wachina wanasema furaha. Lakini hii rangi nyekundu kwa Wachina ni rangi ambayo inaashiria bahati. Hivyo basi ukiangalia kwenye hii maski, wale watu ambao wamejikita zaidi kwenye masuala ya matamasha ya michezo, matamasha ya mapigano kule China, wamekuwa wakitumia hizi maski kwa ajili ya kuvaa, kwa ajili ya kuficha utambulisho wao wa sura. Kuna baadhi ya tamasha linaitwa Beijing Opera au Beijing Jinju. Hii Beijing Opera kila mwaka huwa iko pale China, ambapo Wachina huwa wanaweka tamaduni zao mbalimbali za makabila mbalimbali. Hivyo 90% ya makabila pale China huwa wanaitumia hii maski kwa ajili ya kuweza kusadifu utamaduni wao wa hizi maski. Hivyo bali na hii maski nitapenda kuzungumzia kitu kingine ambapo kwa China imebeba historia ndefu sana kwa China. Hiki unachokiona mbele yangu, hiki kama mnavyokiona hivi kwa sauti mnavyokisikia, ni bambuu, kwa maana kwamba ni mwanzi. Huu mwanzi, kabla ya ujio wa uvumbuzi wa karatasi, Wachina walikuwa wanatumia mwanzi kwa ajili ya kuandikia, kwa sababu walikuwa hawana namna nyingine. Tutaandikia kwenye pango? Hapana. Kwa hiyo waliona njia nyepesi ya kuandikia ni kwa kutumia mianzi. Lakini kabla ya mianzi au baada ya mianzi, walikuwa na namna tofauti tofauti za kuweza kuandika maandishi yao, kwa sababu Wachina ni moja kati ya watu ambao wanapenda kuhifadhi historia yao. Tunajua kabisa hakuna jamii yoyote ambayo inaweza ikaendelea bila kuwa na historia. Taifa lolote likitaka kujivunia lazima liwe na historia yake binafsi. Historia ndio inabeba utamaduni. Vipi kama sisi kwetu tukipoteza historia yetu na utamaduni wetu umepotea? Hivyo bila kupoteza wakati na muda, nitakwenda kuzungumzia haya maandishi yana maana gani. Je, michoro unayoiona hapa ina maana gani? Hii unayoiona hapa, ndugu mtangazaji, ni lebo yetu sisi wana CI.
maski huu unayoiona ni lebo yetu sisi wana CI wenyewe. CI ni kifupi cha Confucius Institute. Wachina wanasema Konzi Shuiyuan. Lakini mbali na hivyo kuna mchoro mwingine hapa. Huu mchoro unasadifu jeshi la kale la tawala mbalimbali za kipindi hicho za Wachina. Hili jeshi linaitwa Terracotta Army. Lakini mbali na hivyo hapa tunaona kuna muhuri. Wachina maandishi yao mengi walikuwa wanatumia muhuri. Unaona ni mihuri miwili. Lakini mbali na hivyo haya maandishi yote unayoona hapa nusu yake yanasadifu au yanaelezea historia ya hili jeshi. Lakini mbali na hivyo yanamuelezea mtu ambaye jina la taasisi yetu limetokana na jina lake, kwa maana kwamba Confucius au unaweza kusema Konzi. Hii ni historia yake ndugu mtangazaji. Wachina kabla ya sisi tuna Kiswahili na Viswahili, kwa maana kwamba Viswahili ni vile vilahaja vinavyopatikana sehemu mbalimbali, kwa maana kwamba utashangaa hawa wanaongea Kiswahili cha Kizaramo, Kiswahili cha Kimasai, lakini tuna Kiswahili ambacho ni Kiswahili sanifu. Kama ilivyo kwa jamii nyingine, nitazungumzia Wachina. Wachina na wenyewe wana Vichina na wana Kichina. Hicho kwa wakati huo tunaweza tukasema kilikuwa ni Vichina, kwa maana kwamba hakikuwa sanifu, au tunaweza tukasema ni maandishi yao ya kale. Kwa sasa hivi wana Kichina ambacho ni sanifu, ambacho kinaitwa simplified Chinese, ambacho kwa Kichina chenyewe tunasema mipira imegumbuliwa au imegunduliwa kipindi cha hivi karibuni, miaka 1890 huko. Lakini kwa wenzetu wana hiki kitu, kwa Kiingereza wanasema badminton. Hiki kidude walikuwa China walikuwa wanakitumia kwa ajili ya kucheza, kwa maana kwamba wanaweza kupiga dana watu 4 au 5 wanaweza kutumia hiki kifaa kwa ajili ya kucheza. Tunaona jana na juzi watu ambao walikuwa wanajihusisha na sanaa za mapigano waliweza kutumia hiki kidude katika kuonyesho lao la mapigano pale mbele. Hivyo mpaka sasa hivi watoto wengi wamekuwa wakitumia hii badminton kucheza na kufanyia vitu vingine kwa ajili ya kuwapa burudani wao. Lakini kwenye hichi kitu ambacho nimetoka kuelezea mwanzo, tamasha la Beijing Opera, wanaweza wakakitumia hiki pia katika michezo yao ya kama mpira wa kiasili, bali na hii mipira ambao tunao sasa hivi sijui brazuka, jabrani, hapana. Kitu gani na kipi cha Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.